Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Mwingi wa Kaunti, tukiwa tunaangazia afisi ya spika wa bunge la kaunti. Moja kwa moja tuelekee katika kaunti ya Nyeri ambapo Kevin Kamau yupo aweze kutueleza mengi kuhusiana na kauli za wananchi kuhusiana na mada yetu ya hii leo. Naam, asante sana kutoka upande huo wa studio, na hii leo katika kaunti ya Nyeri kwenye mada yetu siku ya leo kuhusu afisi ya spika wa bunge la kaunti, nitakuwa nazungumza na kati ya wakaazi tu tuweze kuelewa kama wanayajua majukumu ya spika wao hapa, ambaye ni Bwana James Gishuhi, ambaye alikuwa ni mbunge wa zamani wa eneo bunge la Tetu na ambaye kwa sasa anaiongoza kaunti ama bunge la kaunti ya Nyeri. Nitaanza na huyu hapa. Ndugu, kwa majina karibia runinga ya Citizen, pengine unaweza kusema unamjua spika wa bunge na unaweza kusema kuna sheria ambayo amepitisha ama amepreside over kupitisha na ambayo unaweza kusema kweli afisi yake imefanya hivi? Okay, kwa majina yangu naitwa mchungaji Solomon Geshangi kutoka Nyeri Town Constituency. Siwezi kueleza kabisa haswa majukumu ya spika wa bunge, kwa maana spika wa bunge tu twamjua kwa majina kwa sababu ya yeye alikuwa pale mbunge wa Tetu na tunajua naitwa wakili Gishuhi, lakini hatuwezi kusema majukumu ama sheria imepitishwa na bunge hii. Lakini kile mimi ningeweza kuelezea kwa kina ya kwamba yule speaker, the first speaker wa Nyeri County, ambaye ndiye sasa ni jaji wa katika mahakama moja ya hapa nchini, tulikuwa Bwana Mogo. Tulikuwa tunamjua kwa maana alikuwa saidi anaugamana na wananchi, lakini spika wa siku hizi wa yule yuko kitini, hatujawahi kutana na yeye. Maybe tunamuona wakati wa mikutano ya siasa kiongea, lakini hatuna haswa kama mimi mchungaji sijawahi sikia sheria ameipitisha ama ameituga ambaye ikafikia wananchi wa Nyeri. Lakini yule tunaweza kukumbuka haswa mimi mwenyewe ni yule wa kwanza ambaye anaitwa Mogo, ambaye alikuwa mtu ambaye anaugamana na watu, anaenda kwa watu anawazungumzia, anauliza wakazi wa Nyeri mngetaka tufanye namna gani. Lakini wale wamepita kutoka Mogo waondoke, wengine tuwaonea kwa mikutano ya siasa, hatujui kazi yao haswa na ama majukumu yao ni gani. Naam, asante mchungaji. Wacha nizungumze na huyu hapa. Ndugu, kwa majina unaitwa nani? Tueleze kama unaelewa majukumu ya spika wa bunge la county assembly ya Nyeri na kama hata ushai kumuona. Kumuona nimeshaimuona, lakini nimemuona tu kwa Citizen TV akiongea. Lakini majukumu mengine mimi sijui. Juu nasikiaga tu kuna kwanga na spika wa bunge na sijaisikia sheria zenye zimepitishwa. Unasikianga tu finance bill inapelekwa bunge ya county, lakini mimi sijuangi kazi yake isipokuwa tu kusema yes or no ama ni hiyo. Mimi na pengine mngetaka spika apewe majukumu ya kufika kwenye watu, kuzungumza na watu, na ili pia preside over ile kupitishwa sheria, at least anaelewa ni nini wakazi wanataka. Hata mimi ningeomba kama ingewezekana wacha hata spika achaguliwe na wananchi, ndio wajue mwenye amechaguliwa na ile kazi amepewa kwenda bunge kuwakilisha wananchi pia. Si kuwakilisha wale wa bunge ama kuwakilisha gavana. Ningeomba tu wawe hata yeye tunaenda kwa debe tunamchagua kama spika. Na asante sana. Wacha tumalize na huyu hapa. Ndugu, kwa majina unaitwa nani? Alafu tueleze unaelewa majukumu ya spika wa bunge ya Nyeri? Sisi kwa majina naitwa Francis Munyiri. Sisi hatujui majukumu ya spika juu maana inabidi sometimes huwa wakuwe wanaita watu mkutano wanaeleza jukumu ya spika. Na nitasema tu venye mwenzangu venye amesema, spika hafai kuchaguliwa ati hapo, anakuja tu kwa raia tunamchagua kama watu wale wengine. Ndio maana hata yeye anatokeleza kwa wananchi, anawauliza, anaeleza yani ile kazi ambaye yes anafaa kufanya ni gani. Na pengine mngetaka ashike jukumu kuja kwa watu kueleza ni nini bunge ya county assembly inafanya, kwa sababu wengi hawajulikani. Wengi wanasikika tu wakati sheria zinapitishwa, mnasikia zilipitishwa, lakini je, hata kumuona mnamuona? Hata kumuona sisi hatumuonangi, hata hatujui mahali alienda. Sisi Kenya tungependa akuwe anakuja mkutano kama inaitano kama Cultural Center, anakuwa hapo anafundisha kazi ya speaker ni kufanya nini. Na asante sana ndugu, na hizo ni kati ya semi za wakazi wa kaunti hii ya Nyeri kwenye mada yetu ya siku ya leo. Kwa upande wa studio, leo hii tunapozungumzia majukumu ya spika wa kaunti ni sawia na yale ya spika wa kitaifa, lakini wananchi katika mji huu wa Narok wameelezea ni yapi wanaelewa na majukumu ya spika huyu pamoja na wakilishi wadi. Wa MCS wakichaguliwa hapa kaunti, yule mtu anasimamia kwa wao kukula kiapo kwanza ni spika. Ya pili ni spika
ni yeye ndiye anapeana ruhusa kwa MCAs kujadili mswada yoyote. Anasimamia au makamati wote wenye wako kwa counties. Yeye ndiye anapea ruhusa hii mswada iko sawa kujadili ama iko sawa kujadili. Majukumu ya Speaker ni kusimamia mswada wa County Assembly. Yeye ndio kiongozi wa Assembly. Kazi ya MCA ni kupitisha misaada kwa Assembly na mkubwa yao ni Speaker. Assembly hakuna opposition yoyote, tuko na opposition moja ambaye anaitwa Songo. Na ukiona mtu akipiga kelele msaada labda ile anapitisha ipitishwe. So ninaona ya kwamba MCA inaonekana majukumu yao iko chini sana. So sisi kama wananchi tuweze kupiga kelele, tuwaelezea kwamba hamfanyi kazi, hatusikii msaada ile mnapitishwa. Speaker ni kazi yake ni kutengeneza sheria na pia kufanya sheria iwe sawa sambamba miswada na pia kuweka ratiba ya miswada. Kaunti ya Narok iko chini kwa mambo ya miswada sababu MCS wenyewe wako chini sana. I don't know if they have been compromised or kwa sababu hawaongei vitu ambaye inafaa kupitishwa kama vitu kama miswada wako chini kwa kuongea. They should do the maybe kuleta wananchi karibu na maendeleo, pia kuweka misingi ya maendeleo ziende wadi. Majukumu ya Speaker, jambo la kwanza, Speaker ndiye kiongozi la bunge, na la pili yeye ndiye anafaa aongoze wabunge wa county ama wa National Assembly kupitia mjadala kisheria. Anafaa aongoze wabunge kupitia sheria. Mswada ikiletwa kwa county ama kwa National Assembly, yeye ndiye huwa anafaa aongoze wabunge. Kwa jambo la kwanza, wanafaa wapeleke shida za wananchi ambao wanaongoza kwa bunge. Wanafaa wapeleke mswada kwa bunge, au pia wanafaa wafanye jambo hilo, na kazi yao haswa ni wanafaa waangalie wananchi waliowachagua, wawashughulikie. Wanakuwa wazuri, lakini wakishaingia wanabadilisha tabia yao. Sijui ni kwa sababu wananchi pia wanapeleka shida yao inakuwa mingi kuliko wale wenye walichagua, ama sijui ni wale wabunge ndio wanakuwa tumbo kubwa. Ninaona wanakuja hata uwezi mpata kwa simu. Ni yeye tu ndiye akikutaka anakupigia simu. Lakini wewe ukimtafuta hata baada ya dakika 5 uwezi ukamkuta. Kwa hivyo wacha tuombe Mungu atusaidie tupate watu wazuri. Ruben Motochi, Runinga ya Citizen. Naam, shukran sana Mashirima. Niko katika kaunti 007 ambapo niko katika bunge la kaunti ya Garissa. Moja kwa moja nitaweza kuzungumza na spika wa bunge la kaunti ya Garissa Bwana Abdi Ile Gure, ambaye tutaweza tu kujadili na kuweza kunieleza kwa upana na kwa undani mada yetu ya leo kuhusiana na umuhimu na majukumu ya ofisi ya spika. Bwana Abdi, karibu uweze kutueleza tu umuhimu wa majukumu manzo ya spika wa bunge la county. Asante sana Faisal Abdurrahman, Citizen TV. Nimeshukuru sana kwamba hiyo swali umeniuliza. Majukumu muhimu ya spika inavyodhamiriwa na katika katiba yetu kwamba bunge la county ni kuongoza vikao vya bunge, ambayo ni muhimu. Lazima kuwe na mtu anayeongoza vikao vyote vya bunge ambapo mambo ya county ama sheria zinatungwa. Spika hutoa mwongozo wa jinsi mijadala yanavyoendeshwa. Anahakikisha kwamba sheria za bunge ambazo zinaitwa standing orders zinafuatwa. Lazima hiyo. Pia spika ni msemaji wa bunge. Yeye ndio nje na ndani, hakuna mambo ambayo yanaweza semwa bila yeye. Kwa hivyo yeye ni spokesperson. Speaker ndiye msemaji rasmi, actually official spokesperson wa bunge la county ndani na nje ya bunge, kuhakikisha pia kwamba haki na usawa unatendeka.
kwamba anahakikisha kuwa mijadala zote za bunge inafanyika kwa haki bila upendeleo. Yeye ndio anagawa nafasi kuhakikisha kwamba both wale wanaitwa majority na minority wote wanapata sauti zao zinasikizwa, kuhakikisha kwamba anatafsiri sheria. Sasa zingine umeona kwamba anatoa kitu cha rulings, sasa zingine kuna mambo ambayo watu wanazozania. Kwa hivyo ni speaker ambaye anahakikisha kwamba sheria inatafsiriwa la bunge. Wakati wa kwa mfano mvutano inavyofanyika hasa katika bunge wakati wa majadiliano au kuna sitofahamu katika bunge, basi speaker mambo ambayo yanahusiana na utaratibu, speaker hutoa maamuzi na mwongozo. Hiyo ndio vile inafanyika. Ya pili pia anahakikisha kwamba uhamisashi ama yani uundaji wa sheria, speaker ndio ana approve. Hakuna mambo ambayo yanaweza kuja kwenye jumba hili la bunge ama kujadiliwa bila kuhakikisha kwamba inapita kwa inaitwa house business, ambaye yeye ndio mwenyekiti. Ya mwisho kama nisema ni kuendesha mahusiano kati ya serikali ya county. Speaker ndio yule ambaye daraja ambaye anahakikisha kwamba kuna uelewano kwamba yeye ndio daraja kati ya executive na assembly. Ni nini hasa kinachohitajika kufanywa ili wawakilishi wadi wawajibike kwa wapiga kura wao? I think kuna kitu inaitwa capacity. Kama unavyojua, kila mwaka huwa tunapata wabunge wapya ama wadiwani wapya. Kwa hivyo capacity ya mtu is as good as what they can offer to the people. Kwa hivyo jambo muhimu sana mimi kama speaker ni kuhakikisha kwamba wawakilishi wadi wanapata mafunzo ambayo yanaweza kuwawezesha wao kufanya kazi yao. Hiyo ndio jambo ambayo ni muhimu sana. Mafunzo mara kwa mara, sio mara moja. Sheria, usimamizi wa fedha na utengaji wa sheria ama kutunga sheria lazima wafunzwe. Kwa hivyo kwa vile wengi ni wapya mara kwa mara. Pia kuimarisha uhuru wa bunge wa county, inaitwa independence. This is an independent entity, an arm of government. Kwa hivyo tuko independent but interdependent. Tunashirikiana na county lakini pia tuna uhuru wetu. Kwa hivyo ili kuwezesha wabunge wafanye kazi yao vilivyo, ni muhimu sana pia waweze kupatiwa hiyo fursa. Kwa mfano, uhuru wa rasilimali, uhuru wa kujisimamia kifedha. Ninawasihi kwamba muwajibike, muweze kuwatumikia wananchi. Ya pili, ningewaomba hii malumbano mara kwa mara ambayo yanafanyika katika nchi kila pembe ya county zote, kwamba kuna malumbano kati ya MCS na executive, ningewasihi wote executive na wafanye kazi pamoja. Sisi tukiwa kama hakuna ushirikiano, kama hakuna utangamano, basi wanaoumia ni wananchi. Wanasema kwa kizungu kwamba when two bulls fight the grass suffers. Asante sana Abdi Mashirima. Unavyosikia tu, huyo ni spika wa bunge la kaunti ya Garissa. Japo changamoto, kwa ufupi tu anatueleza kuwa ofisi ya spika za bunge la kaunti ni nguzo muhimu wa utawala wa kidemokrasia, ambapo pia wao ni kuwajibika ili kuwapa funzo wawakilishi wadi pia wawajibike kwa wapiga kura ili waweze kuleta maendeleo kwa wale ambao wamewaleta katika bunge la kaunti ya Garissa na Kenya nzima. Yeye anasema tu hiyo yote yataweza kufanyika nia zikiwa pamoja, na kwa kweli nia zikiwa pamoja kilicho mbali huja. Sina la ziada na kuregesha tu studioni Mashirima. Naam, shukran Faisal kutoka kaunti ya Garissa pamoja na Ruben Motochi kutoka kaunti ya Narok pamoja na Kamau Mwangi kutoka kaunti za Nyeri. Nadhani mmewasikiza haswa wananchi. Kuna wale ambao wamesema kwamba hawajui maspika wao. Kuna wengine wamesema kwamba wanataka spika achaguliwe na wananchi kama vile MCAs wanavyochaguliwa. Kuna mwingine amesema wanataka spika atangamane na wananchi, aweze kujitokeza, kukaa chini, kuweza kuwaeleza wananchi majukumu ya spika. Haya ni mambo yanayowezekana? Tuanze na Mheshimiwa Rusana. Kweli Mashirima, nimewasikiza vizuri sana na wengi wao wamesema ukweli. Maspika wengi hawajulikani kule mashinani, lakini mimi nateta kwamba ninajulikana na wana Migori wote.
na kama kuna wenye hawajawahi kuniona ama wanijui, basi nitafanya ziara ili niweze kukutana na wananchi wetu. Zaidi ya hapo, spika kisheria hawezi akachaguliwa na wananchi, maana yeye anahudumia wajumbe wa kaunti, na katika nchi yetu ya Kenya sheria yetu ni ya representative democracy. Kila mtu angeweza kuhusika katika utawala. Kama nia yetu, kila mtu angeenda kwenye ile assembly ama bunge letu la kitaifa kuja tengeneza sheria, lakini haiwezekani. Kwa hivyo tunawakilishwa na baadhi ya watu ambao tunawachagua kama viongozi. Vile vile hao viongozi wanaruhusiwa kuchagua ambaye atakuwa anaongoza vikao vyao. Kwa hivyo sio jambo lenye itakuwa sawa na itakuwa inaenda kinyume na maadili ya kidemokrasia kuchagua spika ambaye atakuwa anahudumia wananchi kupitia viongozi wa mashinani. Zaidi hapo, kazi yetu ni dhahiri, sisi tunaongoza vikao vya bunge la ugatuzi, na pia spika ni mwenyekiti wa bodi la county assembly. Hilo bodi lina jukumu la kufanya kazi ya utawala ya wafanyakazi. Vifaa ambavyo vinatakikana vitumike na wabunge vyote vinapitia katika bodi ya assembly ambaye spika ni mwenyekiti. Kwa hivyo kazi yetu ni kubwa. Institution, ile taasisi ya county assembly ya bunge la ugatuzi linaongozwa na spika 100%. Kwa kupitia kwa kuendesha shughuli za kisheria za kujadiliana ndani ya assembly kule na utawala, ikiwemo kusimamia wafanyakazi na mali zote za assembly kupitia kwa bodi. Kwa hivyo kazi yetu ni dhahiri sana. Ila nimekushukuru kwamba mumefanya vizuri kutuita hapa ili tuweze kuongea na wananchi. Ni kweli wananchi wengi wako sawa wakisema kwamba wajui kazi ya spika. Lakini kuanzia leo wale wanaotutazama ni dhahiri na tumewaelimisha, watajua kazi yetu ni nini. Asante sana. Na Mheshimiwa Ng'ondi, kuna hili swala la upinzani. Kuna mmoja pale amesema kwamba MCAs wao anahisi kwamba hawazungumzi, mambo yanaenda mrama, hawazungumzi. Na kumekuwa na dhana kwamba kwa sababu mabunge ya kaunti yako katika eneo fulani, utapata wengi wanaochaguliwa kama MCAs wanatoka chama fulani. Tueleze kidogo kuhusiana na upinzani kwenye mabunge ya kaunti. Ni jambo ambalo lipo ama hii dhana ya Wakenya ndio sahihi? Upinzani haizi kosa. Na hiyo ndio tunasema mara mingi, kama hakuna upinzani basi hakuna dhamana ya kukua na bunge. Kwa sababu bunge ni sehemu ya majadiliano na kutoa maoni. Ikiwa sasa maoni itakuwa ni moja, basi inamaanisha kuwa hakuna sababu ya kukua na bunge. Na kupitia mambo ya kusema maspika wanafaa kuchaguliwa na wananchi, spika ako na jukumu kupitia kwa wakilishi wa wodi. Kwa hivyo yeye hayuko answerable kwa wananchi directly, lakini ako answerable kwa wananchi kupitia maoni ya wakilishi wa wodi. Kwa hivyo pia naye maoni yao sio mbaya, lakini pia naye ni jukumu la wakilishi wa wodi kuweza kuangazia na kuhimisha kuwa kazi yao hasha ni gani. Na pia naye wananchi wao wenyewe wako na jukumu, kwa sababu sheria inawapa nguvu na uwezo ya kutekeleza na kutuma wakilizi katika bunge. Kile ambaye tunasema katiba imewapatia nguvu kupitia public participation. Ya kuwa hakuna kitu mwakilishi wodi anaweza fanya kama sio kutokana na wananchi wenyewe. Kwa hivyo wako na uwezo kubwa sana. Hizi sheria zingine ambaye inatungwa na wakilishi wodi ni zile sheria ambaye sasa inaangalia jinsi vile hela inatumika na jinsi vile kunaweza kuwa na order katika uwakilishi sehemu ambaye sasa tunakaa kama sisi watu wa Nairobi,
lazima tutunge sheria ambaye inaangalia mambo ya hawkers, sheria ambaye inaonyesha ustaarabu na jinsi vile city inapaswa kukaa. Mheshimiwa Waiganjo, kuna umuhimu wote wa maspika kutangamana na wananchi kwenda kukaa nao kama walivyouliza baadhi ya Wakenya? Asante Mashirima, ningetaka kusema hizi ofisi zote za kisiasa wakati sheria inatengenezwa na umuhimu fulani. Ndio maana kuna ofisi ya mbunge MP iko na haja yake, ya MCA iko na haja yake. Sasa hii ofisi ya speaker haja yake kikatiba ni welfare ya MCA ndio aweze kufanya kazi yake. Kwa hivyo wakati speaker ameenda kutengamana na wananchi huko, atakuwa ameacha kazi yake ambayo ni mingi, kwa sababu wawakilishi wodi, ukiwa na wawakilishi wodi 50, kila mtu wako na maneno yake. Na sio kazi hiyo tu, kuna kazi ingine yenye speaker amepewa, kama yenye tulisema chairman wa County Assembly Service Board, kama chairman wa House Business, ambayo ni kamati yenye inatayarisha maneno yote yenye itafanywa kwa hiyo bunge. Kuna maneno tunaita powers and privilege ambayo yeye bado ndiye chairman, ambayo sasa ina discipline wajumbe ama wawakilishi wa wodi ambao hawafanyi kazi. Kwa hivyo speaker hawezi tengamana na watu kwa wananchi, na pia bado ni vizuri kwa wananchi kuelewa sheria inasemanga ignorance of law is no defense. Kwa hivyo ni jukumu ya wananchi kujaribu kuelewa sheria ile kidogo tu, na ndio maana kabla sheria yote ipitishwe Mashirima, kuna hii kitu inaitwa public participation. Na wakati public participation ni kwenye wengi wanaulizwa maoni yao, na wakati wawakilishi wa ward wakienda public participation, tunatangazanga. For example, tunaitangaza hapa kwa Citizen na kwa magazeti. Itafanyika hii siku na hii siku. Ningetaka kuambia wananchi, hiyo inakuanga wakati mzuri sana wa wao kusoma sheria zenye zinakuja, na pia waweze kuparticipate kusema hiyo sheria ni mzuri ama hiyo sheria ni mbaya, na pia waelewe jukumu ya hawa wawakilishi wote. Kwa hivyo speaker hawezi chaguliwa na umati, kwa sababu hawakilishi interest za umati. Anawakilisha interest za nani? Za MCA ambao wanaenda kuwakilisha Wanjiko sasa pale chini. Mtazamaji, nadhani hii leo tunajifunza mengi kuhusiana na afisi ya spika wa bunge la kaunti. Tunapumzika tena kidogo, tutarejea na mengi zaidi hivi punde.